Karibu rafiki mpendwa, tunapoendelea na safari yetu Akili Jangwani. Leo tunakuja na akili ya tatu inayo kichwa kinachosema akili ya manunguniko, akili ya kunungunika. Tutaomba. Baba wetu na Mungu, asante kwani unatupenda. Mshimamie yule mtazamaji na mtakase, mpatie aondoke katika akili ya jangwani, aingize akili ya Kanani ya kuelekea mbinguni. Kuwa pamoja nasi Mwokozi Mungu wetu, kwa jina la Yesu Kristo, amena. Mpendwa, kuna shauri katika Wafilipi 2 aya yake ni ya 14, inasema yatendeni yote pasipo manunguniko wala mashindano. Hii ni Wafilipi 2 aya yake ya 14. Wapendwa, baada ya hofu kuna kuja nini? Kuna kuja kunungunika. Katika somo la kwanza tuliona akili ya kwanza ilikuwa ni akili ya utumwa. Somo la pili tuliona akili ya pili inakuwa ni akili ya hofu. Leo tunaingia katika akili nyingine hatari sana, inaitwa akili ya manunguniko, akili ya kunungunika. Mpendwa, kumbuka Israeli, Mungu alikuwa amewaokoa kuwaondosha Misri. Wakati pigo zimetokea zimewagonga wa Misri, wao Mungu akawaokoa, amewatosha Misri. Wamefika kwenye bahari kubwa, Mungu amewavusha bahari. Mungu alipowafungulia bahari ya Shamu, Mungu akawapitisha katikati ya bahari. Mungu anapowapitisha katikati ya bahari, amewapiga maadui zao wa Misri. Farao aliyekuja na jeshi kubwa, wote wamezama katika bahari. Wameona mkono wa Mungu unapotenda miujiza ya pekee. Wao wanapokutana sasa, wamepita katikati ya bahari, si kwa mkono wa mwanadamu, si kwa mti wa mwanadamu, si kwa nguvu za mwanadamu. Wameona ni nguvu za Mungu zimewaokoa. Wanapokuwa wamevuka bahari, walipokutana tu na changamoto kidogo sana, wakaanza kulalamika. Hii inafundisha jambo kubwa sana katika maisha yetu. Unaweza kuona muujiza wa Mungu. Mungu anaweza kukuokoa, anaokoa familia yako, anaokoa nyumba yako, anaokoa maisha yako jana, lakini ukalalamika kwa sababu ya tatizo la leo. Yaani mtu unapomwona akilalamika leo, usizanie kwamba jana Mungu hakumuokoa. Yule ambaye amelalamika sasa, si kwamba jana hakuona mkono wa Mungu, aliona mkono wa Mungu, lakini leo kulalamika ni akili ya jangwani. Wapendwa, manunguniko ni nini? Swali la msingi. Mpendwa, kunungunika sio tu kusema kwamba sio kusema jambo fulani kuhusu magumu ama jambo fulani, lakini manunguniko ni moyo unaokataa kuridhika kwa kile ambacho Mungu ametutendea leo. Ni moyo wa kutokuridhika. Manunguniko ni moyo wa kutokuridhika kulingana na kile ambacho Mungu anaendelea kukifanya katika maisha yako. Ndio maana utakuta mtu anayenungunika anasema hivi, kwa nini hivi? Kwa nini hivi? Kwa nini mimi? Kwa nini wengine wanapata lakini mimi sipati? Kwa nini Mungu ameruhusu tumie? Ameruhusu hili? Kwa nini Mungu ameruhusu hili? Je, mimi siko mzuri kuliko hata wale ambao wamebarikiwa? Na hiyo wapendwa, tatizo si swali lenyewe. Tatizo ni moyo ambao unaanza kumhukumu Mungu kulingana na tatizo, changamoto ambalo limetupata. Unamkuta anayekuwa na akili ya jangwani ya manunguniko ana moyo wa kumhukumu Mungu kulingana na mazingira ambayo yameyapitia. Ndio maana utakuta mtu alibarikiwa jana, lakini leo anapopita katika kamazingira tu ka changamoto, kana msukuma awe mtu wa manunguniko sana. Unajiuliza, je, huyu siku moja ameshakula chakula?
Kanjala kaliingia tu ka dakika 2 tu kaliingia, na kamesababisha anaonekana kama tangu kuzaliwa kwake hajawahi kula. Akili ya jangwani ya tatu hii, akili ya kunungunika. Israeli walianza kunungunika katika kitabu cha Kutoka 16 aya ya 2 hadi 4, inasema mkutano wote wana wa Israeli ukanungunika Musa na Haruni jangwani. Wana wa Israeli wakawaambia, laiti tungalikufa kwa mkono wa Bwana katika nchi ya Misri, hapo tulipoketi karibu na zile sufuria za nyama, tulipokula chakula hata kushiba. Maana mmetutoa huku na kutuleta katika jangwa hili ili kuwaua mkutano huu wote kwa njaa. Angalia wanachokisema. Huko Misri walilia Mungu aokoe kwa sababu ya mateso ya utumwa. Wanapofika jangwani, akili ya jangwani inatokea ya manunguniko, wapendwa. Angalia walichokifanya. Walikuwa na shida ya chakula njiani, wakaanza kumlaumu Mungu. Walikuwa jangwani, lakini Mungu alikuwa bado anawaongoza, alikuwa pamoja nao, wapendwa. Waliona tu ukosefu kadogo ka chakula, lakini hawakuona Mungu amewaacha. Mungu ndiye aliyekuwa anawaongoza, na ikiwa alikuwa anawaongoza, yeye alijua haja yao. Hawakuwa na haja ya kunungunika. Kwako ni je, mpendwa rafiki? Kwako ni je, unaifuata kwa wakati huu? Kunungunika humfanya mtu asahau miujiza ambayo Mungu ameshamfanyizia katika maisha yako. Ndio maana Israeli walikuwa wamesahau mambo yote. Mungu amewaotosha katika mji wa Misri, ni kwa mkono wa Bwana. Amewaokoa kwa kuwavukisha bahari ya Shamu, ambayo hakuna mwanadamu yote ambaye angeliweza kuwavusha hiyo bahari. Lakini walisahau Mungu, walimsahau, wapendwa. Ndio maana mara nyingi manunguniko inapotokea inamsukuma mtu kusahau kwamba yeye ni mtu wa Mungu. Kwa nini watu leo wananungunika, wapendwa? Watu wananungunika kwa sababu wanataka kila kitu kitokee kwa wakati ambao wanahitaji. Nikiomba kwa wakati huu nipokee hapo hapo, nikiomba kazi niipate hapo hapo, nikitaka kula nyama niipate ikishuka, nikitaka pesa niipate. Na wanapokataa kupata kile wanachokihitaji kwa wakati ule, kinawaletea manunguniko. Akili hii inatokea, anataka kitu akipate kwa wakati wake, anasahau kwamba hata tukiomba Mungu anatupa kulingana na mapenzi yake. Mpendwa, akili ya kunungunika. Kwa nini watu wananungunika? Kwa sababu wanalinganisha maisha yao na ya wengine. Mbona familia yangu haifanani familia ya mwenzangu? Mbona mke wangu afanane mke wa mwenzangu? Mbona mume wangu afanane waume wa sasa? Na unamkuta mke anabakiaka tu, anaikalaka tu, iko na ongea anaonungunikia mume. Kwa nini kunungunika? Kwa sababu analinganisha maisha yake na ya mwingine. Mpendwa, hata tuwe katika kanisa moja, tuwe katika familia moja, watuombee maombi mamoja, mibaraka itakapotokea haitokei kulingana na namna sisi tunavyotafakari. Mibaraka ya Mungu inakuja kulingana na mapenzi yake, na yote mibaraka yetu haifanani. Mwingine anaweza kupokea mibaraka ya akili, mwingine kipaji chake kinapanda, mwingine Mungu anadumisha huduma yake, mwingine utakuta kazi yake, biashara inaendelea, mwingine shamba lake litaendelea. Mibaraka itakuwa na tofauti. Zote ni mibaraka, lakini zinakuja katika njia mbalimbali. Jifunze kutokunungunika. Kwa nini wengi wananungunika? Wanalinganisha maisha yao na ya wengine, analinganisha nyumba yake na ya wengine, analinganisha watoto wake na ya wengine. Akili hii inapoingia
hata inaweza kumfanya mtu awe mdozi, awe mchawi wa kupindukia. Toka katika maakili hiyo. Akili ya jangwani inapoingia hii ya manunguniko, unakuta inatokea kwa sababu watu wanaona walichokosa kulicho walichopewa. Yaani anaona kile ambacho amekikosa ni cha muhimu kuliko kile ambacho anapatikua nacho. Unamkuta mtu analia, mie siakabarikiwa na gari. Wewe ushukuru Mungu kwa afya ambayo amekupa kwanza. Anaona kile ambacho anakosewa ni cha muhimu kuliko kile anachokuwa nacho. Ndio maana utakuta hata watu ambao wanakuwa na akili ya kunungunika inaweza kuwaletea watu wanaenda kujinyonga, najiua. Madhara gani ya tabia akili ya kunungunika? Ina madhara gani mpendwa? Kunungunika inauwaka maisha ya shukrani. Yeyote anayekuwa nanungunika, anayekuwa na maisha ya manunguniko katika kazi, iwe kazi ya kichungaji, iwe kazi ya familia, iwe kazi sijui kazi gani ya biashara, mtu akiwa na tabia ya kunungunika inabomoa hali nzuri ya shukrani. Anayelalamika usiku na mchana kila wakati, anaonaka vyote ambavyo vinakuya mbele yake, hakuna kitu kizuri, vyote anaviona kuwa vibaya. Maisha ya manunguniko huua maisha ya imani. Mtu anapokuwa anajiita mtu wa imani, lakini ukidumisha akili ya manunguniko, imani yako inapoaka, inashuka sana sana kabisa, kwa sababu manunguniko ya kusukuma kujiuliza, je, Mungu yuko? Kunungunika inaua maisha ya upendo na inapandisha maisha ya uasi. Ndio maana mtu akinungunika sana anafikaka tayari kilele cha juu cha kuua mwenzake, cha kufanya uzinifu, cha kuiba, kwa sababu alipandisha hali ya kunungunika. Kunungunika huongeza maisha ya jangwani, maumivu ya pekee, kwani hauna moyo wa upendo. Unaponungunika hauna moyo wa shukrani. Chochote unachokutana nacho wewe mwenyewe unajilaumu, unajiletea majanga. Ndio maana siri ya kutoka katika hali hii ni kuelewa kwamba Mungu anapotubariki, anatubariki kulingana na mapenzi yake, hapana kulingana na kalkuli, hapana kulingana na hisabati yako wewe kama binadamu. Mungu hakuwa hata kujibu kwa haraka sana namna unavyotarajia, atakujibu kulingana na mapenzi yake. Ndiyo maana wewe unatakiwa kuelewa kwamba Mungu anahitaji kwako kitu kimoja. Ni dawa gani tunapofunga somo hili? Dawa ya akili ya kunungunika. Dawa ya akili ya kunungunika ya kwanza, kumbuka uaminifu wa Mungu. Mungu anabaki mwaminifu katika ahadi zake zote. Usijilaumu. Kila mmoja ana siku yake ambayo Mungu atatimiza ahadi. Mungu yeye habadilike, ni yule yule jana, leo na hata milele, na ni mwaminifu katika ahadi yake. Kama amekuahidia atatimiza. Toka katika maisha ya kunungunika, kwa sababu hii manunguniko inasababisha ahadi za Mungu unashindwa kuziona zikitimilika kwako. Toka katika manunguniko. La pili, badilisha manunguniko kuwa shukrani. Shukuruni kwa kila jambo. Wathesalonika wa kwanza 5:18. Shukuruni kwa kila jambo mpendwa. Badilisha masemi yako ya manunguniko kwa shukrani. Ni Mungu ndiye alivyotaka, kwa sababu kila jambo linaonekana nzuri Mungu akilitimiza kwako. Shukuruni kwa kila jambo ni kwamba kwa sababu Mungu anatimiza vyote kwetu anavyovitaka. Shukuruni kwa kila jambo mpendwa. Jambo lingine, jifunze kuona kile Mungu anachokifanya kwako. Kitu cha muhimu sana katika vyote unavyovipewa ni uhai. Mungu amekupa maisha. Shukuria maisha ambayo amekupa. Jifunze kuona vile ambavyo Mungu anavitenda. Acha kulalamika kila wakati. Mungu amekuvusha mauaji, amekuvusha vita inatokea, amekuokoa. Lakini kanjaa ka dakika moja tu
kakichwa kameuma kwa dakika moja tu, kana kusukuma unungunike sana, unaaibisha jina la Bwana. Jifunze kushukuru. Yesu yu pamoja nasi hata katika mambo magumu. Yesu anatembea pamoja nasi. Jifunze kushukuru, jifunze kumtegemea Mungu kuliko kunungunika. Shukuru Mungu na utaona kila siku muujiza wa Bwana. Ondoka akili hii ya jangwani kwa jina la Yesu Kristo. Amena.